Rais wa Marekani Donald Trump anaripotiwa kufikiria machaguo ya kurejea kwenye vita kamili dhidi ya Iran, lakini bado hajaamua kuendelea na hatua hiyo kwa sasa. Kwa mujibu wa The Wall Street Journal, Trump ameelezwa na maafisa wakuu wa ulinzi kuhusu chaguo kadhaa za kijeshi zinazolenga kumaliza kazi dhidi ya Iran. Hata hivyo, wanaripotiwa kuwa na hofu kuwa kurejea kwa vita kunaweza kuharibu nafasi ya kupatikana kwa suluhu ya kidiplomasia na kufanya juhudi za kuvunja mpango wa nyuklia wa Iran kuwa mgumu zaidi. Ripoti hiyo inasema Trump yuko tayari kuruhusu mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yanayofanyika Qatar yaendelee hata baada ya ukomo wa siku 60 unaomalizika Agosti 18. Wakati huo huo, anaripotiwa kuwa tayari kuendelea kufanya mashambulizi madogo dhidi ya shabaha za Iran endapo Tehran itakiuka masharti ya makubaliano ya muda aliyopo. Jumanne hii, Iran ilisema haitokutana na wajumbe wakuu wa Marekani waliokwenda katika eneo hilo, hatua inayotia shaka uwezekano wa kupatikana kwa makubaliano mapana zaidi. Maafisa wa Iran pia wamesema pande hizo mbili lazima kwanza ziweke wazi masharti ya usitishaji mapigano uliosainiwa wiki 2 zilizopita kabla kujadili masuala magumu zaidi, ikiwemo mipaka inayowezekana kwa mpango wa nyuklia wa Iran. Pande hizo mbili bado zinaonekana kutofautiana kuhusu vipengele muhimu vya makubaliano ya awali. Makubaliano hayo yanaitaka Iran kupunguza udhibiti wake katika mlango Hormuz kwa kubadilishana na motisha za kifedha, huku yakitoa nafasi ya mazungumzo ya siku 60 kuelekea makubaliano ya kudumu ya amani. Usafirishaji wa meli umeanza kurejea kwa kiasi katika mlango Hormuz, njia muhimu iliyokuwa ikipitisha takriban 1/5 ya mafuta na gesi asilia kimiminika duniani kabla ya vita kuanza Februari 28. Hata hivyo, maafisa wa Iran wanasema Tehran ina haki ya kusimamia msongamano wa meli katika mlango huo kwa kushirikiana na Oman, na inapanga kuanza kutoza ada baada ya kipindi cha siku 60 kumalizika katikati ya Agosti. Mjumbe mkuu wa Iran katika mazungumzo hayo, Mohammad Bagher Ghalibaf, amesema mamlaka ya mlango wa Hormuz iko mikononi mwa Iran na Oman, akiongeza kuwa usafiri katika njia hiyo unapaswa kufuata taratibu zitakazowekwa na Iran. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amepinga msimamo huo, akisema Washington haitoruhusu Iran kutoza ada kwa meli zinazopita kwenye njia hiyo ya kimataifa.